Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Wapenzi watukufu wa Islam, wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahbabu wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kama mlivyoweza kusikiliza matangazo mbalimbali, tukiwa tunaelekea katika nikashi kubwa sana, nikashi ambayo ni ya kiilmu. Watu wanaenda kusoma. Kwa hiyo tunawaalika watu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuhudhuria katika nikashi ambayo itafanyika katika jiji la Tanga. Hii haijawahi kutokea, ni kwa mara ya kwanza itatokea katika ardhi ya Tanga. Kwa hiyo tunawaomba wadau wetu, wapenzi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twendeni tukamtetee Mtume sallallahu alaihi wasallam, twendeni tukaonyeshe ukweli kwamba Uislamu unataka hivi. Uislamu hauhitaji jazba, unahitaji watu wasome elimu. Njoo uone fani zinavyofanya kazi, kwa sababu wataalamu wanasema kwamba ukiona jambo ambalo lina mashaka, basi ni vizuri jambo hilo liweze kupata watu ambao wana uwezo wa kutoa yale mashaka kwa utaalamu wa kielimu. Kwa hiyo tunaenda kukutana na watu ambao wana fani za kutosha za kuweza kuifafanua Qur'ani, kufafanua hadithi za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno ya wanavyuoni. Ndio maana leo kuna watu wanasema, wataalamu wa mambo ya kisayansi wanasema, science without religion is lame and religion without science is blind. Kwa hiyo sayansi bila ya dini ni sawa na mtu kuwa mlemavu, lakini bila dini bila sayansi ni mtu sawa kuwa kipofu. Kwa hiyo kuna vitu inawezekana umesoma, lakini kuna fani hujavisoma. Utagundua kwamba kama kuna fani hujazisoma, kuna baadhi ya aya ama hadithi utakuwa wewe ni kipofu. Kwa hiyo watu wanatakiwa wakasome. Kwa hiyo ili uweze kugundua ukweli kwamba elimu inatosha, elimu inaweza ikakusababisha ukapata kila jambo kwa mustawa wake, nenda katika jiji la Tanga. Njoo katika jiji la Tanga uje kuona watu walivyobobea katika elimu za kuweza kufafanua mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba Waislamu, kwa sababu watu wamebishana kwa muda mrefu, lakini tumeona kwamba mabishano hayana faida, watu wakutane uso kwa uso. Unajua tatizo moja lipo hivi, inawezekana panga lako lina kawaida ya kukata migomba tu. Sasa kesho na kesho kutwa ukikutana na mti kisiki cha mpingo, ndio utagundua ili panga kumbe lilikuwa halina makali yoyote. Sasa ili ujue makali ya panga, njoo Tanga ili uone fani zinavyoenda kutumika. Ni Sheikh Sabas Al-Kubra, mtamuona live akiwa anafanya vitu vyake kuja kuwafundisha watu wamjue Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani siku hiyo usikose Muislamu. Kwa hiyo kama Muislamu upo Tanzania, tunakuomba. Upo nje ya Tanzania, tunakuomba. Zipo namba hapo kwa ajili ya kuchangia jambo hili. Utatumia namba hizo kutuma pesa yako ili iweze kufanya maandalizi. Ndugu zangu, hakuna jambo ambalo huwezi kutumia gharama. Kila jambo lina gharama. Na ili tuweze kufanikisha jambo hili, maana yake maandalizi yote yako upande wa Sheikh Sabas Al-Kubra. Kwa hiyo kuna gharama mbalimbali, kuna timu ambayo itapelekwa kwa ajili ya kufanya maandalizi pale. Kuna timu ya awali itakwenda kwa ajili ya kwenda kukutana na viongozi wa kiserikali, viongozi wa kidini kwa ajili ya kuandaa mazingira ya kuandaa nikashi ya tarehe 16 mwezi wa 7. Kwa hiyo haya yote hawezi kufanikishwa bila kutumia gharama. Kwa hiyo Muislamu upo nje ya nchi, tunakuomba tumia namba hizo kwa ajili ya kutuma pesa iweze kufanya kazi ya dini. Hili jambo ambalo ni jambo kubwa kabisa, Muislamu ukitoa umetoa katika dini. Toa bila mashaka kabisa. Hili jambo ni jambo ambalo watu wanaenda kuelimishwa dunia nzima. Hii si jambo la Tanzania, ni jambo la kimataifa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nakuombeni Waislamu, hii ni hatua ya awali, lakini bado kuna maandalizi mengi ambayo yatafanyika. Ufafanuzi utafanyika kwa sababu ya kuweza watu kuwafahamisha, je, Tanga, katika mji wa Tanga ni sehemu gani? Kwa hiyo hii ni hatua ya awali kwamba watu wote wajue kwamba nikashi itafanyika katika jiji la Tanga bila wasiwasi wa namna yote. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo litaenda kufanyika hapo. Kwa hiyo njoo usome, njoo ujifunze, changia gharama hizi ili ndugu zako nao wasome. Baada ya kusema haya, hatuna mambo mengi sana. Hii ni hatua ya awali ya matangazo yetu ya kuhamasisha watu wajue. Na ikiwa una uwezo wa kuja Tanga, basi andaa pesa yako kidogo kidogo, huku ukiwa utachangia kwa ajili ya kuandaa maandalizi hayo, utachangia katika namba hizo ambazo unaziona.
Kwa uwezo ambao Allah atakuwa amekadiria, basi changia. Na kama una uwezo pia wa kuja, basi jiandae kwa nauli uweze kufika katika maeneo hayo insha Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.